Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tujifundisheni jinsi ya kupika pilau nzuri, pilau mshambuko kwenye sufuria zetu mpya mashallah. So kwenye sufuria zetu pendwa, mwanzo tutazibandika motoni, kisha tutie mafuta ya uto ama mafuta ya maji, alafu tutaweka kitunguu maji. Basi tutakikaranga kitunguu maji chetu, alafu tutaongezea na garlic ginger paste, tuchanganye vizuri, alafu tutatia na pilipili bofu ama pilipili boga. Sio lazima kutia pilipili boga, lakini kama wewe utapenda kama mimi, basi utaweka, maana inaleta harufu nzuri. Alafu kwa kando tumeweka sufuria nyingine tutakayokaangia pilipili. So tutatoa kitunguu maji kidogo kilichokaangika hapa tuweke kwenye sufuria ile, alafu tutatia zile binzari zetu za pilau. Alafu tutaweka na nyama. Hii nyama ilikuwa tumeichemsha hapo kwenye pressure cooker. So tutatoa nyama yote vizuri kama hivyo na kijiko ama kichujo kama mimi nilivyofanya. Alafu utachanganya kwenye mchanganyiko wako wa vitunguu vizuri mashallah. Alafu kisha utatia na viazi, na kwa upande ule mwingine kwenye pilipili tayari kwa tushatia kile kitunguu kilichokuwa kishakarangika, basi tutaongezea tomato ambazo tumeziblend, na nitatia pilipili ambazo nimezikatakata, na kwa mwasho zaidi naongezea chili flakes. So utakuja kwa upande wa huku, upande wa nyama tunaona iko tayari. So tutatia supu, maana nilipochemsha mimi nyama nilichemsha na maji mingi, so leo nimepata supu. Nitatia vikombe viwili, kikombe kimoja, kwa sababu ratio yetu ya mchele na maji ni kikombe kimoja cha mchele kwa vikombe viwili vya maji, na hiyo ni kwa basmati rice aina yoyote ile. So utafuata hiyo procedure, kisha tutafinika zote mbili. Kule nimefinika zile tomato zetu za pilipili, na kwa hapa pia nilifinika mchanganyiko wetu mpaka ukachemka kabisa. Ukitokota vizuri, tutakuja tutie mchele wetu ambao tumeoroweka. So huu mchele ulikuwa kwenye maji for 20 minutes. So nitauchanganya vizuri, alafu usikoroge na usiusumbue mchele wako, basi utaufinika na mfiniko, upunguzie moto kiasi ama uache tu mpaka ukauke. So unakuwa kama hivyo, yani maji yanabaki kidogo sana sana kwa chini. So utakuja utengeneze vizuri, alafu uweke moto wa chini kabisa, alafu ufinike, tuupatie at least 20 minutes mpaka uive. Na kwa upande huu wa pilipili, unaona pilipili yetu hapa kwa hapa, unaweza ukaila hivyo hivyo, yani ipo tayari, lakini ipo haina ungwadu. So na pilipili sio raha kama itakuwa haina ungwadu. Mimi nimeivurugia ukwaju nikaimiminia ndani. So unaweza ukakamulia limao ama chochote kile utakachopenda cha ungwadu, ama ukakatia maembe mabichi, alafu utatia na chumvi ndani, na unaona bado iko nyeupe. So kumaanisha tunahitaji tomato paste. So nitaongezea tomato paste, alafu nipunguzie moto kabisa, yani niache moto wa chini kabisa, ili iweze kuiva paka tomato paste nazo pia ziweze kuiva vizuri mashallah. Na kwa hapa after 20 minutes mchele wetu umekuwa tayari. Huu unaona vile umesimama. So nataka pilau yako mchele wake uwe utasimama, unajua sasa huu mchele wako umekauka vizuri mashallah. Na kwa upande hunu pia pilipili yetu iko vizuri, yani imekauka. Naona pilipili zinakuwa nzima kama hivi. So mimi napenda pilipili zangu ziwe nzima, yani pilipili nzima vile ilivyo nikate kiurefu, yani kiurefu vile mashallah. Na kwa hapa nampakulia mtu wangu special, chakula kipo tayari. So kwenye sahani yake ya wali nimemtilia pilipili kwa kando pamoja na ndizi, nikamsavia na juisi ya vimto mashallah. Tamu sana. I hope na nyinyi mtajaribu inshallah. Karibuni.